naitwa Mohamed Mahmoud Ali, ni physiotherapist, kwa Kiswahili nasema physiotherapy. Kwa hiyo kwa maumivu kwanza ni ile hali ambayo unasikia mtu ambayo sio ile uliyozoea, ni hali ambayo sio ya kawaida. Na maumivu haya yanaweza kutokea sehemu mbalimbali, sehemu yoyote, zaidi kwenye maungio, na mara nyingi sana yanatokea kwenye magoti, kwenye nyonga na kwenye mgongo. Na sababishi mara nyingi inatokana na either uzito uliokithiri, uzito mkubwa, ama kama uzito mkubwa basi ila unabeba vitu vizito sana, na either kuna misuli dhaifu, na either kuna vitu vinaitwa ligaments ambavyo vimeshikilia mifupa na mimi vinakuwa dhaifu, kwa vinaleta kwenye maungio yawe hayako imara. Ikiwa sio imara, basi yanasababisha kuna kusagika kwa maungio, kuna kusagika kwa mifupa. Ikishasagika ile mifupa, mwisho wa siku ina maana unakuwa umeumiza. Kusagika wake na maisha umeumiza mifupa. Ukishaumiza mule, basi inatokea kemikali zinakuwa zimedondoshwa pale ambapo mishipa fahamu ikiziona zile, basi inatambua hapa kuna hatari, basi maumivu utayasikia. Maana ya kusikia maumivu ni alarm kwako kwamba wewe aidha uache hicho kitu kinachokuletea shida, ama basi ukaone wataalamu. Kwa hiyo ndo inatokana na mambo ya maumivu. Na kitu kingine tena kinachosababisha maumivu ni ile ukaji mbovu. Unakuta umekaa katika mfumo mbaya, unafanya shughuli katika mazingira ambayo sio mazuri, yanaleta mzigo mkubwa sana kwenye sehemu baadhi za maungio. Kwa mfano kama vile kwenye uti wa mgongo, hapo hasa mgongo, uti wa mgongo kwa sehemu ya chini hapa inakuwa inaathirika zaidi kama pale unapokuwa umekaa vibaya. Kwa hiyo kwa ufupi, kitu kingine zaidi kuzungumzia maumivu mengi ambayo tunakutana nao sana katika sehemu mbalimbali ni maumivu hasa ya mgongo. Maumivu ya mgongo haya ambapo yanagawanyika sehemu mbili zaidi. Kuna maumivu ya mgongo ambayo yapo yani moja kwa moja unajua sababu ni kitu fulani, na kuna maumivu ya mgongo ambayo yanakuwa na mambo mengi. Sasa haya maumivu ya mgongo yenye mambo mengi zaidi unakuta ndio yanachukua kwa 90%, na maumivu ambayo yanajulikana kwamba ni kitu fulani sahihi ndio kinaleta maumivu. Kwa mfano kuvunjika, kwa mfano una uvimbe, kwa mfano kuna wengine wanapata maumivu kwa sababu wana maambukizi fulani, umeona kuna wengine wanapata maumivu kwa sababu kuna kinyamanyama, kwa mfano cha mgongo kinaitwa diski, kinyewe kini shock absorber, kinaabsorb ule uzito, unakuta kimerudi nyuma kidogo, kimeenda kubana mishipa fahamu. Kwa hiyo yote tunaita ni yale maumivu ambayo yanatokana na kitu sahihi kinajulikana. Ukienda kwenye x-ray ukiangalia ni hiki ndio kimesababisha. Kwa hiyo lakini haya yanayosababishwa na mambo mengi ndio yanachukua asilimia kubwa, basi pia yanaweza pia hata kuepukika kwa kuhakikisha unakuwa katika mifumo mizuri ya ukaaji, unafanya shughuli zako katika utendaji ulio sahihi, na kingine kuhakikisha unaondoa masuala ya uzito. Usiruhusu uzito kama mkubwa sana. Uzito uliopitiliza unaathiri sana maungio na unakufanya yaharibike mapema, mwisho siku unabaki tu umekaa nyumbani. Kwa hiyo vyote ukivizuia, basi itakuwa vizuri. Kitu kingine watu kwenye swala la nini kifanyike sasa, cha kwanza ukisikia maumivu, hebu jitahidi uende ukatibiwe kwa sababu Bugando tupo hapa, Bugando Specialized Polyclinic tutakusaidia. Usikae na maumivu, hakikisha unatibiwa mapema ili yasizidi kuwa makali zaidi na asiende kuhama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na kitu kingine cha kufanya, watu wajitahidi kujilinda kutopata maumivu, wajitahidi misuli yao iwe imara. Misuli inakuwa imara kama utakuwa ni mtu unajishughulisha na shughuli mbalimbali. Jishughulisha shughuli mbalimbali, lakini tenga muda wa kufanya mazoezi, kuendesha baskeli, kufanyaje, ambapo kwa wakubwa watu wazima dakika 30 katika siku angalau 5, dakika 150. Kwa watoto angalau ukiwa na dakika 60 kila siku mtoto apate kama dakika 60, itamsaidia kumuimarisha. Basi zaidi watu endelee kufuatilia matibabu haya. Sisi tuko Bugando Specialized Polyclinic. Kama mtu ana maumivu, karibu, tutakusaidia, tutakutibu, tutakufundisha pia hata ujilinde usipate hayo maumivu. Asante sana.